Sikiliza, wanadamu wote wamefanya dhambi, walianguka dhambini. Nimesema kwamba kwenye Yohana 6:33 anasema kwamba mwili haufai kitu. Kwenye ulimwengu wa roho Mungu ameshakalkuleti, ikaonekana kwamba matendo ya mwanadamu na kila anachofanya mwanadamu hakiwezi kumwokoa. Chochote utakachofanya kwa juhudi zako, chochote ufunge, uombe, lakini kama hauna Yesu unapoteza muda. Amen. Unapoteza muda. Amen. Yesu peke yake ndiye anaweza kumwokoa mwanadamu. Ukisoma Yohana mstari wa 7, sura 10 kuanzia mstari wa 7 mpaka 9, Yesu anaambia kwamba mimi ndimi mlango wa kondoo. Watu waliokuja ni wevi na wanyang'anyi. Anaendelea kusema kwamba mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Amen. Anasema wote waliokuja kabla yake, nyuma yake ni wevi na wanyang'anyi. Musa hakuweza kumwokoa mwanadamu. Elia hakuweza kumwokoa mwanadamu. Mtume yoyote anayemjua duniani aliyewahi kutokea hakuwahi kumwokoa mwanadamu. Yesu peke yake ndiye mlango wa wokovu wa mwanadamu. Anasema mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma tena Injili ya Yohana 14 na mstari wa 6, Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Hakuna ajaye kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mungu sikiliza. Uko mahali hapa hujawahi kuambiwa haya mambo, lakini leo yamekufikia masikioni mwako. Nataka nikwambie, si dini yako itakayokuokoa, si kanisa lako itakayokuokoa, si baba yako unayemtegemea atakayekuokoa, ila ni Yesu peke yake atakayekuokoa. Unatakiwa kumwamini Yesu. Unatakiwa kumwamini Yesu. Amen. Nataka nikwambia kwamba kabla ya ujio wa Yesu, Mungu alikuwa na dini na wanadamu. Kuna njia kadhaa ambazo Mungu alikuwa anatumia kuwahukumu wanadamu. Na kabla ya Yesu hakuna mtu ambaye aliwahi kuokolewa. Na maanisha hakuna mtu ambaye aliwahi kuokolewa, kwa sababu Yesu peke yake ndiye aliyekuwa njia pekee na uzima. Nitakuelezea kwa nini. Wakati Yesu hajaja duniani, Mungu aliwahukumu watu kutumia dhamiri njema. Mtumishi wa Mungu, nisomee Warumi kuanzia mstari wa 2:11 mpaka 16. Warumi. Yes. Yes. Warumi sura ya 2 kuanzia mstari wa 11. Ndio. Neno la Bwana linasema, kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu, Ndio. kwa kuwa wote waliokosa pasipo sheria watapotea pasipo sheria, Ndio. na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, kwa sababu sio wale wasikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria watakaohesabiwa haki. Kwa maana watu wa mataifa wasio na sheria wafanyapo kwa tabia zao yaliyo ndani ya Torati, hao wasio na sheria wamekuwa sheria
kwa nafsi zao wenyewe. Hao waionyesha kazi ya Torati iliandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikiwashuhudia na mawazo yao yenyewe kwa yenyewe yakiwashtaki na kuwatetea. Mstari wa 16 na mwisho, katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu sawa sawa na injili yangu kwa Kristo Yesu. Amen. Mstari wa mwisho anasema kwamba katika siku ile Mungu atakapohukumu wanadamu sawa sawa na injili yake mwenyewe. Kabla ya Yesu, Mungu alikuwa na hukumu wanadamu kwa dhamiri. Watu walioishi kwa dhamiri njema baada ya kufa waliwekwa mahali, lakini baada ya dhamiri njema, unasoma hiyo Warumi 2:11-16 anasema tena kuna sheria. Ukisoma Yohana 1:17 anasema kwamba kwa mkono wa Yesu Kristo ulipokea neema na kweli. Anasema kwamba kwa Yesu Kristo tulipokea neema na kweli, lakini kwa mkono wa Musa tulipokea Torati. Maana Musa alikuja na Torati. Kabla ya Musa kulikuwa na dhamiri, lakini Yesu alipokuja huhitaji Torati, huhitaji dhamiri. Unamhitaji Yesu ili akuokoe. Amen. Sasa Yesu amekuja duniani. Yesu amekuja duniani, halafu hutaki kumwamini. Unadhani utaishi kwa sheria zako, unadhani utaishi kwa matendo ya mwili. Nikwambie mtu wa Mungu ya kwamba Yesu amekwisha funuliwa na unapaswa kumwamini. Usipomwamini hukumu inakuja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini tunaona kwamba baada ya Torati Mungu aliweka ahadi za ujio wa Yesu. Wote ambao waliamini habari za ujio wa Yesu waliwekwa mahali, wakatuzwa. Ukisoma kitabu cha Petro wa kwanza 3:19 inaelezea, anasema kwamba Yesu alishuka chini akawatoa wale wote ambao waliamini ujio wa Yesu. Amen. Lakini wale ambao hawakuamini wala hakuamini ujio wa Yesu walihukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Njia pekee ya wokovu mwanadamu ni Yesu peke yake. Amen. Nikwambie, Musa, mitume, manabii wote walikuwa kuzimu wakingoja ujio wa Yesu. Ndio maana Yesu alipokuja, ukisoma Efeso 4 kuanzia 4 mpaka 10, Biblia inasema kwamba alishuka mpaka chini, akateka mateka, akawafungua waliofungwa. Kwa maana kifo kilikuwa kina nguvu juu ya Mungu, lakini Yesu aliposhuka chini akahukumu kifo, akatoa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Sababu ya pili kwa nini unapaswa kumjua Yesu. Yesu ndiye anayesamehe dhambi. Amen. Yesu ndiye anayesamehe dhambi. Hakuna namna utasamehewa pasipo kumwamini Yesu. Hakuna namna
ukisoma Isaya 53 na mstari wa 6, neno Mungu anasema kwamba wanadamu tumepotea kama kondoo, kila mmoja ameendea njia yake. Lakini ukisoma tena Ezekieli 18:20 anasema kwamba roho itendao dhambi ndiyo itakayokufa. Maana kirudi wewe hapo unapofanya dhambi unatakiwa kufa, kwa sababu ni kanuni ya Mungu. Mtu yoyote ambaye anafanya dhambi sharti afe. Ninasema kwamba watendao dhambi ni wa Ibilisi. Kwa Ibilisi alizitenda tokea mwanzo, na Ibilisi alikwisha kufa, maana alitengwa na Mungu. Hicho ndio kitu kinachozungumzia. Na Biblia inasema kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Maana unapofanya dhambi kwenye ulimwengu wa roho unahesabiwa kifo, lakini Mungu kwa kukuhurumia akaamua kumleta Yesu. Yesu alikuja ili akuondoe katika hatari ya kifo kwa ajili ya dhambi, ili akuhurumie, akutakase na aondoe hasira yake juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mtumishi wa Mungu, somea Efeso 1:7. Efeso sura ya 1 mstari wa 7, neno la Bwana nasema, ndio katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi, sawasawa na wingi wa neema yake. Amen. Amen. Anasema katika yeye huyo tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi kwa wingi wa neema yake. Ni kwa Yesu peke yake unasamehewa dhambi. Ni kwa Yesu peke yake unahesabiwa haki, unatakaswa. Ni kwa Yesu peke yake unahesabiwa dhambi. Ni kwa Yesu peke yake unatakaswa. Hakuna namna utatakaswa na kuhesabiwa haki pasipo kumwamini Yesu. Yesu alikuja ili watu wawe na uzima, kisha wawe na utele. Una Yesu una maisha. Yesu asifiwe. Amen. Leo atakayemwamini Yesu, huo uhai wa Mungu utakaa ndani yake na magonjwa yatatoweka. Kila shida na changamoto unayopitia itatoweka, kwa kuwa umeumbwa kuishi kama Mungu. Mungu haumwi. Mungu hana magonjwa. Hukumbwa kutawaliwa na magonjwa. Uliumbwa kuwa na uhai wa Mungu ndani yako. Kwa hiyo unapomwamini leo, unapokubali kumwamini leo, huo uhai wa Mungu utaingia ndani yako, na hiyo kansa itaondoka, na huo ugonjwa wa kusumbua utaondoka, na hiyo ugonjwa wa tumbo na kisukari na maumivu ya tumbo yataondoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sababu ya 4 kwa nini unapaswa kumwamini Yesu. Unapaswa kumwamini Yesu ili uwe na kusudi la milele au matokeo ya milele. Unapaswa kumwamini Yesu ili uwe na kusudi la milele na matokeo ya milele. Nikwambia mtu wa Mungu, umekuja mahali hapa na unasikiza kokote kule, chochote unachofanya nje na Yesu unapoteza muda. Chochote unachofanya nje na ufalme wa Mungu unapoteza muda, kwa kuwa hakihesabiwi. Huwezi kuwa shetani alafu unasaidia wagonjwa, unasaidia wenye shida, unategemea kumwona Mungu. Sahau. Haijalishi namna gani utakuwa mwema kiasi gani, lakini kama hujaamua kumpa Yesu maisha, sahau kabisa. Yesu anakuja kumpa mtu kusudi la milele, anakuja kumpa mtu matokeo ya milele. Unafanya biashara, unapata pesa, ni vizuri, lakini biashara yako kama haijaangalika na Yesu ni sawa na mile. Unasoma, unafaulu vizuri, lakini kama masomo yako hayajaunganishwa na Yesu unapoteza muda. Woni ni
kiongozi mkubwa, unaongoza watu, lakini kama haujampa Yesu maisha, chochote utakachokifanya hakihesabiki kabisa, hakihesabiki kabisa. Mtumishi wa Bwana, nisomea Kolosai 1:16. Nikuulize, kwa nini unapaswa kumpa Yesu maisha? Kolosai 1:16. Neno la Bwana linasema, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Amen. Amen. Anasema vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Manake chochote unachofanya nje na Yesu, ikiwa si kwa ajili yake, unapoteza muda. Sikiliza nikwambie, hatuokoki kwa sababu ni maskini sana, no. Huokoki kwa sababu unataka hela, no. Hela unazo, kwani una? Biashara unayo, kwani una? Lakini unaokoka ili kila unachofanya siku inapokuja hukumu, Mungu akuhesabu kwa mwenye haki, aone utumishi wako duniani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaokoka ili kila unachofanya Mungu akihesabu kwa sehemu ya kazi ya ufalme wake, kwa sababu endapo utaendelea kufanya chochote nje na Mungu, hakitahesabiwa kamwe. Na siku ile ya hukumu, hata kama utalia kiasi gani, hata kama utamwambia Mungu ya kwamba nilisaidia watoto yatima, lakini Mungu atakwambia sikujui, kwa sababu hukuwa na ushirika na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sababu ya 5, unapaswa kumwamini Yesu ili akupe amani na furaha ya kweli, akupe na pumziko la ndani. Amen, amen. Najua kuna watu wanaishi kimsingi kabisa na kiuhalisia kabisa, ndani yao hakuna amani, ndani yao hakuna furaha. Ndio una pesa, ni kweli sikatai. Ndio unafaulu vizuri, ni kweli sikatai. Ndio una ndugu na kusaidia, ni kweli sikatai. Lakini mwenyewe umejawa na mawazo, umejawa na msongo wa mawazo. Ndani hakuna amani ya kweli, hakuna furaha ya kweli. Ndoa haiendi, biashara haiendi, familia changamoto. Nataka nikwambie, ni kwa sababu hujamwamini Yesu. Ukimwamini Yesu, anakupa amani. Anamtangazia mmoja atakayekubali kumpa Yesu maisha leo, hiyo roho ya msongo wa mawazo na kumkosesha amani itavunjwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapaswa kumwamini Yesu akupe amani ya kweli ndani, akupe pumziko la kweli ndani, ufanye biashara kwa amani, uishi maisha ya amani. Yesu alisema kwamba amani ni wachao mimi, niwapao mimi, si kama wapavyo walimwengu. Amani ya Yesu ni zaidi ya amani na kupa mume wako. Amani ya Yesu ni zaidi ya amani anayokupa baba yako, ni zaidi ya amani anayokupa ndugu zako. Amani ya Yesu haihitaji gharama, ni swala kuamini, upokee amani ndani yako. Ukisoma Mathayo 11 na mstari 28, Yesu alisema kwamba njooni ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kuna na mizigo, kuna watu toka wazaliwa hawaja kupumzika.
Mtumishi wa Mungu, fungua Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 10. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 10. Korinto wa pili sura ya 5 mstari wa 10 nasema, kwa maana imetupasa sisi sote kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo, ili kila mtu apokee ijara ya mambo aliyotenda kwa mwili, kadri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya. Amen. Anasema kila mtu imempasa kudhihirishwa mbele ya kiti cha hukumu ili ahukumiwe kwa matendo yake ya mwili aliyoyatenda. Manake watu wote duniani kuna njia inaitwa kiti cha hukumu. Hutapita na kuona ufalme wa Mungu kama utahukumiwa kwa matendo mabaya. Hutamwona Mungu kama ulikuwa unaishi maisha ya dhambi. Hutamwona Mungu kama matendo yako hayakufanana na Mungu. Manake watu wote duniani watapitishwa kwenye kiti cha hukumu, na hukumu inakuja. Hakuna atakayejitetea. Nikwambia kiukweli kwamba kwenye ulimwengu wa roho Mungu huwasamehe. Ndio kanuni. Mungu huwa hasamehi. Ukifanya dhambi, roho zote kwenye ulimwengu wa roho, kinachofanya dhambi sharti ni kufa. Ila Mungu kwa sababu ni roho, ili akusamehe wewe dhambi, aliamua kuja kwa namna ya mwili kupitia Yesu Kristo, ili afe msalabani akuhesabia haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo una nafasi ya kumpokea Yesu sasa hivi. Nipokea. Kama shetani angekuwa na nafasi ya kutubu, nikwambia angetubu. Lakini kwenye ulimwengu wa roho hiyo kanuni haipo ya kutubu. Ukifanya dhambi umekufa. Unapaswa kufa. Lakini kwa sababu Mungu alikupenda na alikuumba kwa sura yake na mfano wake, hakutaka kupoteza ile hasira aliyoweka ndani yako. Akaamua kuja mwenyewe. Anasema kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe ulimwenguni, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima milele. Maana Mungu alikuja kwa ajili yako ili asikuhukumu siku ya mwisho, na hutakuwa na nafasi ya kujitetea kama hutampa maisha leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nasema kitabu cha mwisho, ukisoma Ufunuo sura ya 20 na mstari wa 12, na Mungu anasema kwamba nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Anasema watu wote wakubwa kwa wadogo walipitishwa mbele ya kiti cha enzi. Huyu Yohana anaelezea alipokuwa anaona mafunuo, akaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kiti cha hukumu ili wahukumiwe sawasawa na matendo yao. Anasema vitabu vikafunguliwa na kitabu cha uzima kikafunguliwa. Maana wote ambao hawakuwa wameandikwa kwenye kitabu cha uzima walihukumiwa. Ukisoma Luka 16, Yesu anatoa mfano wa Lazaro na ule tajiri. Anasema Lazaro wakati uko duniani aliishi maisha ya shida sana, akila vilivyoanguka miguuni pa tajiri. Lakini tajiri aliishi maisha ya furaha na anasa sana. Baada ya kufa wote, kila mtu akahukumiwa sawasawa na matendo yake. Unanielewa?
nafasi ya kumpa Yesu maisha leo. Amen. Huna muda wa kupoteza. Unataka uzima ndani yako, unataka afya ndani yako, unataka kuondokana na magonjwa, unataka kuondokana na hiyo tabu ambayo imekuwa ikikutesa. Sogea mbele, simama. Simama. Tumsha Mungu namba moja. Simama. Wakati wa kujitathmini. Unasema nimechoka kuishi maisha ya tabu kwa sababu hizi ambazo nimezisikia. Ninapaswa kumpa Yesu maisha. Ninakwambia na mkono wa Mungu utaanza kutembea leo. Mshike mkono mwenzako uje mbele. 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 Nasema nimechoka kuishi maisha ya magonjwa. Nataka uzima wa Mungu ndani yangu. Nataka kuona Mungu akunisaidia. Hicho kishukani ndani yako leo kinaondoka. Hayo matatizo ya misuli yanaenda kuondoka. Hicho kifua kinaenda kukuachia leo. Magonjwa yote yale ambao yanakushikilia yanakuachia. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Sogea mbele. Mtu sogea. Mtu Mungu sogea mbele. Ni wakati wa kujiangalia mwenyewe. Kunajua maisha yako mwenyewe. Kwa sababu chache hizi za kwa nini unapaswa kumwamini Yesu. Kuna watu wanasema kumwamini Yesu ni nini? Si watu wote duniani hawa wale wapenda motoni. Nikwambia kwamba usipomwamini Yesu hata wao mamilioni wataenda motoni, kwa sababu Yesu amekuja duniani na amekuja na upendo wake, amekuja kukusaidia ili kukutoa katika vifungo. Sana gada baba tuskebe, santa la baba tuskebe, salo sabu kibali, santa kata bradia, lema santa kata balata, santa raba kunia, anta la balata gada balata. Funga macho yako, funga macho yako, funga macho yako hapo ulipo, funga macho yako hapo ulipo. Sala la la balata. Unasema nataka kumpa Yesu maisha leo. Nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Unasema nataka kumpa Yesu maisha leo. Mashemasi nisaidieni. Unataka mbele ya watu. Unasema nataka kumpa Yesu maisha leo. Nimechoka kuishi maisha ya taabu. Nataka uzima wa Mungu ndani yangu. Nataka kumwona Mungu kwenye kila hatua maisha yangu. Nataka kuona huo uzima ambao utanisaidia kumiliki na kutawala. Niishi maisha ya ushindi. Nimuone Mungu siku ya mwisho. Niwe na amani na furaha. Sogea mbele, nyosha mkono wako. Fumeni macho, fumeni macho. Fumeni macho. Haya kuna wengine, kuna wengine. Unataka kumpa Yesu maisha leo, nyosha mkono wako. Jitafakari mwenyewe. Kijana, sikiliza kijana. Huwezi kushinda masturbation kama una Yesu, sahau. Huwezi kushinda uzinzi kama una Yesu, sahau. Huwezi kushinda kwenye chochote kama una Yesu, sahau. Unamtaka Mungu, nyosha mkono wako. Unasema Mungu nakuhitaji. Mungu nakuhitaji. Leta yamesha Mungu, leta. Unamtaka Mungu, nyosha mkono wako. Nyosha mkono wako. Santa la wakatone pregediata. Saliga la muska pregediata muskete. Salagada balatoje motena. Salaga pregediata. Sogea mbele, sogea mbele. Kuna wengine bado, kuna wengine bado. Kuna wengine bado. Wale nataka kumpa Yesu maisha, sogea mbele. Ni wakati wa kumpa Yesu maisha. Ni wakati wa kumpa Yesu maisha. Saa ya wokovu ni saa.
wakati uliokubalika ni sasa. Yesu anaweza kuja saa yote ile akaja kuhukumu watu. Yesu anaweza kuja saa yote ile. Yesu anaweza kuja saa yote. Yesu anaweza kuja saa yote ile. Wakati wako wa kumpa Yesu maisha. Sogea mbele mtumishi wa Mungu. Sogea mbele. Sogea mbele, sogea mbele. Inasta pale. Sogea mbele. Ovelia manda raba kolia mai. Sogea mbele. Unataka kula kula bora leo. Sogea mbele. Ovelia manda raba kolia mai. Kula kola raba pale. Elias kabilia mai. Kula Mungu. Kabila kabila. Rakosa kabila. Sogea mbele. Rakosa kabila. Sogea mbele. Anda kapai. Fuacha kapai. Anda kapai. Anda macho. Rapolia macho. Kijana unasikia sauti. Kijana baba. Mama. Unasikia sauti. Usifanye moyo wako kwa Mungu. Usimwogope mtu. Hakuna kitakachokuokoa zaidi ya Yesu. Hakuna kitakachokusaidia kumwona Mungu zaidi ya Yesu. Unataka maisha ushindi, kubali kumpa Yesu maisha. Hatukuokoka kwa sababu tunataka ugali. Hatukuokoka kwa sababu tunataka kula. Tumeokoka kwa sababu tunataka kuwa na uzima wa milele ndani yetu. Sogea mbele. Kama kuna mwenye amesalia, sogea mbele. Kama kuna mwingine, sogea mbele. Sogea mbele, usiogope. Usimwogope mtu. Sogea mbele, usimwogope mtu. Kuna mtu mazungumza naye hapa. Kuna mtu mazungumza naye hapa. Kuna mtu Mungu anazungumza naye. Kama unahitaji kuombewa, unafonja lolote lile, kama una changamoto yoyote ile, mkono wa Mungu akupa hapa kusaidia. Una ugonjwa wa aina yoyote ile, una kisukari, una madonda ya tumbo, una ukimwi, chochote kinachokusumbua, kani msalima. Sogea msalima. Sogea. Una changamoto yoyote ile, Mungu anakuponya leo. Mungu anakufungua leo. Anakufungua mazima mazima. Mungu anasema kwamba Yesu alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Kisha tuwe nao tele. Yesu anatuambia hapa, habatishi. Habatishi. Una changamoto za kifamilia, sogea mbele. Una changamoto kwenye ndoa yako, sogea mbele. Una changamoto za mawazo, misongo ya mawazo, una amani, sogea mbele. Ndio sababu Yesu amekuja leo. Sogea mbele. Usikae na changamoto. Sogea Yesu akuponye. Sogea Yesu akufungue. Sogea Yesu akuokoe. Unataka kumwona Mungu kwenye kila chochote unachofanya, sogea mbele. Sogea mbele. Uelewi vichwa vyeni, sogea mbele. Kuna mtu umeokoka hapa, lakini kuna mambo yanakusumbua. Kuna mtu umeokoka hapa, lakini kuna magonjwa yanakusumbua.
Usikae peke yako, sogea mbele. Mkono wa Mungu si mfupi hata ushindwe kuokoa. Mungu amekuja kuachilia uzima ndani ya watu. Mungu amekuja kuachilia uzima ndani ya watu. Mungu amekuja kuachilia uzima ndani ya watu. Na wakati mna kuongea na kuimba, mkono wa Mungu utaanza kupita. Mkono wa Mungu utaanza kupita. Wale ambao wamesogea mbele kwa ajili ya kuokoka, mtanifuatisha kwa saa hii hapa. Ambao nataka kuokoka, nifuatishe saa hii. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa pendo lako. Asante kwa pendo lako. Ninakuamini sasa. Ninakuamini sasa Ya kwamba wewe ni Bwana. ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ulikufa kwa ajili yangu. Ili mimi niwe na uzima. Kisha niwe nao tele. Asante Bwana Yesu. Asante Bwana Yesu. Kwa kuwa kuanzia leo nitaona mkono wako. Nitaona uzima wako. Ukifanya kazi katika maisha yangu. Amen. Lakini kaenda papo. Kama kuna wengine ambao wana wagonjwa nyumbani na wanataka wapone, sogea mbele. Una mgonjwa nyumbani au kuna mtu yote au ndugu yako mwenye changamoto, sogea mbele pia. Bila kuomba tumshauri. Yesu Kristo
Watu wanasogea mbele.
Saligada Prescote, Masobra Gida, Masobra tuweke mikono yetu juu, weka mikono yetu juu. Salida kasa karababa, Father, in the name of Jesus, katika jina la Yesu, katika jina naachilia neema yako ndani yako, neema yako ndani yako, katika jina kila maovu yaliyokushua, kila mapando ya dunia kutoka kwa nafsi ya dunia, maisha ya katika jina la Yesu, kila kabadaleza naomba popote ukanyesha mkono wako, nyesha mkono wako, nyesha mkono wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wamekuja mahali hapa, najua kwenye changamoto nyingi, najua kuna watu wanatafuta breakthrough, wanatafuta kukuona kwenye maisha yao. Kwa neno lako Bwana, naachilia uzima ndani yao. Kila aliyefungwa, I leave the hand of God, naachilia mkono wa Mungu upite. Kila kilichofunga, kila roho ya maoneshi, kila roho ya allergy, kila roho ya magonjwa inaondoka sasa hivi. Na kuanzia kesho watashuhudia, watashuhudia matendo yako, watashuhudia matendo yako. Kwa uzima uliotupa ili tuwe na utele, unapita kumfungua mtu, unapita kumfungua mtu, unapita kumfungua mtu, unaachilia amani ndani ya mtu, unaachilia ushindi ndani ya mtu, unaachilia uzima ndani ya mtu, unaachilia nguvu ya kuendelea mbele, unaachilia, 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 unaachilia katika jina, katika jina Yesu. Pokea uzima, pokea afya, pokea nguvu, pokea kuendelea, katika jina la Yesu Kristo. Na kila kifungo cha uraibu na kifungo, kila nguvu naivunja katika jina la Yesu. Asante Yesu, asante Bwana. Kila mmoja kwenye mkutano leo mikono yako ili mshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya pili. Mwambie Baba nashukuru,
Funika macho popote pale, achana na huyo mwingine anayehangaika. Leo mwambie Baba asante, leo umeniwezesha, umefanya utumishi wowote. Leo asante, ninakushukuru, asante. Tunakutukuza wewe popote uliko, mbali popote. Bwana nashukuru sana, asante, umenipa neema leo ya kusikia kile ulichosema. Ninakushukuru kwa ajili ya siku nyingine Baba, tunakushukuru Baba, tunasema asante, hatuchukulii kawaida. Mwambie Mungu asante popote ulipo, mshukuru Mungu kwanza. Usiwahi kuondoka unapole mwa Bwana kwa sababu ya uwezo wako. Kaa tuna pamoja, mshukuru Mungu kwanza. Baba Mungu ninakushukuru. Yesu tunakuinua. Ni wewe peke yako uliyetuwezesha kuanza mkutano huu Bwana. Na leo tunahitimisha siku ya pili. Yesu tunakutukuza. Baba tunakutukuza. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mikono yako juu Yesu, makofi mengi. Pigie tena Yesu makofi ya furaha. Pigie tena Yesu makofi ya kutosha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujafunga kabisa na kuahirisha mkutano wetu wa siku ya pili, naomba nitangaze matangazo haya mawili ya muhimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Pasipo kusahau na kwa umuhimu mkubwa, ninaomba watumishi wa Mungu, baba zetu wachungaji, leo tusitawanyike dakika moja, tunawaomba ili tupeleke utaratibu mdogo kwa habari ya hawa waongofu wapya ambao Mungu ameendelea kuokoa. Yesu asifiwe sana. Hatutaki kuwachelewesha sana. Tunatamani mapema kabisa tuanze kuwafahamu. Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la pili na la mwisho kabisa, niendelee kukumbusha kuwahi kwenye mkutano. Kama unaweza ukawahi tu mapema saa 8, saa 8:30, ili angalau saa 9 kamili mambo yawe tayari. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho kabisa, ikiwa Bwana amekutendea chochote katikati ya mkutano huu, ulikuja mgonjwa amekuponya, ulikuwa una shida nyumbani, mambo hayaendi, umerudi umekuta amani iliyo ya ajabu, una nafasi ya kutangaza ukuu wa Yesu. Amen. Kwa hiyo kesho utaona nafasi hizo, na hapo viongozi vizuri kabisa wanakuwa wanachukua jina lako na utapata nafasi, kwa sababu tuna uhakika hatumshindi tu shetani kwa neno pekee, bali ni kwa neno la ushuhuda. Kwa hiyo wewe utakuwa na ushuhuda wako na Bwana amekufanyia mahali, basi utakuwa unatangaza hapa fadhili za Mungu. Yesu asifiwe tena. Kwa kusema hivyo, ufunika macho yako hapo ulipo, niweze kutamka baraka za Kristo. Baba, tunashukuru kwa ajili ya neema hii na kibali. Tunasema asante. Tupo hapa na watumishi wako wengi wapako mafuta, wachungaji wetu. Bwana umewapa tena kibali, kawajaja tu bali ni kwa neema yako. Sio hao tu, wapo mama wa baba, wapo vijana wa kiume kwa kike, wapo watoto wa kike wa kiume. Baba tunashukuru kusanyiko hili umelifanya wewe, na si kwa sababu kwa uwezo wetu, bali ni kwa uwezo wako. Tunaondoka mahali hapa, tunatangaza baraka za Mungu kwenda pamoja nao. Mahali ambapo palikuwa hapaeleweki, wakarudi Bwana wakaone panaeleweka. Mahali ambapo palikuwa hapaonekani kuwa na njia, inafungua njia, ipo mahali. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunatamka baraka na tangaza baraka juu ya mkutano mzima. Na Bwana wewe unayewapatia uzima, ukawapatia tena kibali cha kuja kesho siku ya tatu. Katika jina la Yesu, wanaosafiri kwa vyombo vya moto, wanaotembea kwa miguu yao, Baba tunaomba usalama juu yao, wakafike salama. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Ndio Yesu makofi. Ongeza tena kama ni Yesu. Watumishi wa Mungu wana chuo, tutabaki kusogea hapa, niwatakie wakati